ndamembengwiza Mungu ni yuhi na hekakuhi. Mtu huyo siku zose ni mtu mtana sana. Watu wose wasikembwiza kwe na wazikundisa kabisa. Mtu huyo siku zose kagombeka ulimi na mbwiza kwe kaziko zasema kwa mtu yoyose. Kia siku agombeka kwe idu. Mtu huyo ana nguvu nyingi na wakabinda atisaoga kabisa. Kumwenga kadoa chacha kwe kakidonteza mwezi so da mtu kipofu. Na hada uda kipofu akaona. Na hada yuda kipofu akaona pui enga mwana mdodo mwikosa kufegwa kipofu. Siku mwenga mtu tambaye ni mtu mtana sana kenda kuhonya mkoma. Na ndima hiyo ionekana kama ni ndima ndodo kwakwe. Sasa kiati nimeambie ndima yakwe nkuu. Siku mwenga aona kundi da watu wenua mwana kafa wenda kumzika. Yuda mwana mwe kufa mami yakwe atakusoka kafunga kibwebwe kwa usungu wa mwanawe. Huyu mtu tambaye ni mtu mtana kabisa ekonda ukona yuda mami yakwe yuda mwana mwe kufa atakusoka kafunga kibwebwe akaona mbazi kabisa. Ne agagamua na watu ombo kaose aita mpaka kwa kia kimba. Yuda mwana mwe kufa akavaka kuhema. Ne agubuka. Akakubuka tena ni mtu kauyogima vitu huu. Sasa watu wose wakonda mwana kafufuka woswa mkamba mtu ni mtana sana ni mtu mkuu kabisa na ndima inu kuswa ni huu. Lakini hata hivyo ingawa mtu ni mtu mtana kabisa kuna watu kumwe hawakutamiwa kabisa ni yeye. Siku mwenga wamgwia wamwegaa kukonda kuhukumiwa. Wamziga mbuiza ulimi nyingi na nyingi wakabinda wamtoa vibao. Wamdoa wamkontea misumai mwemti wa msaba. Muda msaba kutundikwamo atenda fia mda. Akidi hada kazati kufa kamba hivi tape usikuika mfumo wantwa wachausa kamanya wagosoavyo. Ekwenda kugombeka hivyo akaeka moyo akaenda kuzikwa. Ya kujia kabui kikukekaa kwa siku zose. Kwa siku 3 akawia moyo vituhu. Akazunguka mwe baba na mbuyazwe wakamuona. Wakatamuia naye, wakadakande naye. Lakini kabla haite uko wanga kwa tati yakwe kamba hivi doani mbuiza zangu zose mkawafundishe watu kia hantu. Mtu yose ndiye asike mbuiza zangu na akazikunda na akazitogoa. Mungu andamsamehe dhambi zakwe. Mungu andasunte mioyo yao kabisa. Kuda kufa kwangu ni kufa kumimi nkifa nihonye watu wose wantongeao ndani wadoe mpaka ukolanga kwa tate. Sasa ni mtu huyu tigombekae kumbe ni mwanawe wa Mungu. Mungu awakunda watu wose kwa hivyo wakaeta mwanawe kweza kutiokoa. Zinadakwe ni ndai mtu huyu ni Yesu Kristo. Kuna mbwai ni makundi ya watu ya kema mtundikeni Yesu Kristo kona usungu sana na hakashimizwa muno kwa watu ukikukimana na yeye. Keza huku duniani kweza kutihonya. Kemoneka mkunda na kemoneka afegwa mwambize. Akini wadantono mibaya wamgwia uenda kumkoma. Kisha kana vibaya kumbekavyo wala hana nkumbizi na muntu lakini wamdoa enda kumkoma. Wamtwisa ngata misumai mumuti wake. Wamkontea misumai mwevifumba na mwenyayo. Wenda kumtungika mwemuti wa msaaba. Yeye mwenye ni Mungu na kada kuboswa kama hivyo. Lakini kasimizwa kama hivyo kwa sababu ya wewe na mimi tipate kuokoka. Kama nyaya kwamba akise kuenua azabu yetu sisi katina tihone kwa Mungu. Kafa muda msaba katifia sisi tipate kuhonywa uko kwa Mungu kwa ajili ya dhambi zetu. Hebu vimama nkanye Yesu akafa muda msaba kwa sababu yetu sisi. Ni kwa sababu ya dhambi zetu kafa. Dhambi ni kitu kibaya sana. Wafikiri dhambi kio kitu kibaya?
kugoswa zambi vihufu kivyo zambi neye kuwekayo Yesu akafa. Kuna zambi nyingi sana: kugombeka umbea, kubawa, kukoma, kinyuu, kibui, kinyuu na kijicho. Zose hizo ni zambi na hakuna tuhu nyingi. Zose zeta ushimizo na mwishoni kufa. Zose zatidoa mpaka kwetubwi da moto. Mwemise hivyo watu wose kugoswa mbuimba mbaya zitisezoroga. Waweka ziambui za Yesu Kristu ambazo kwa manezi ndozo wahonye. Haya wewe mkiwa mzimu, wandoite kwa tatu yako Yesu Kristu, ambwanda umbente. Hakuna mtu mda kukuhonya zambi zako. Iya ni yeye tu. Kafa, lakini kafufuka vituhu. Na hata hivyo yuko wanga kwa tatu yako. Ni yeye tu mda hakujiusa mzigo wa zambi zetu. Haya basi, mwambie kwamba kuhea na hondo weke zambi zako, wenda umtongee. Mhendeze atende mhonya wako na honda uone mwenye. Hivyo ndivyo uhone. Ugima wakwe watendenga ni siyankuu kia moneka omboka na mzigo wako. Kia moneka omboka mwisia yakwe na mzigo wako. Kia muntu kanabudi kuita kwakwe na mzigo wako wa zambi. Na watu wose wana zambi. Kia moneka akomboka mwisia wasikia mawia ya kaimbwa na havikabinda wadaa kusikia hata vuzo dabu hiyo. Na hawasikia vuzo gamba hivi, soni kwangu wose mweneo mizigo ni mizamiayo na mimi ndanimenke hatu hedi mhumuize. Lakini hakuna hata mtu yumwe mwekumtegeza kia moneka manya mbui zako. Je, hakuna hata mtu yumwe mumtegeza? Kisha udogo mbesi wakwe wagombeka vitona kabisa. Soni kwa wenye kuko yezu wenu ntongeani. Emeani si ya ida ya shetani. Ndani mihoke, ndani watende wanangu na wezukuu wangu. Watu wacheche wakaemea kumtegeza. Wagoshwa mizigo yao, wakabinda watongea babangu. Iya mda mwedia kundi da wantu, mtu yumwe tu kasikie ida sauti kagombekwa ne agoka aitegeza. Ategeza kwa mama nkanya. Akini hada mama nkanya ne awa mweda babangu mweda kutidaweziwe. Atongea baba ndodo. Kwa wasiwasi kabisa atongea mweda siya ndodo ne ida siya kuwa ibada. Sasa yu upande mtuhu. Wadantu kumona mweda babangu wakabahuka wakamseka. Lakini kikufika huwa hivyo. Mwenye anafuraha kabisa kwa sababu mzigo wa kuda waza mbika ubada. Lakini hicho kivoko ule mwenye nakamba yuke du mweda siya sisi. Lakini Yesu Kristo anaye mda mweda siya anga naye. Sasa Yesu Kristo mwana uda muntu yumwe amani na haumwe furaha. Kekukunda kabisa kuye nyuma kwa idasi yanku kwa maisha adaya kae. Mungu mpeho mngazi yumwe moyo wakwe. Sasa kabinda kumanya ya kwamba ni mwana wa Mungu. Kasagua siya sana ya kukuya ukonga kwa tati yetu. Huko ne kukuguswa kwa vitana kwa watu wose kumtongea Yesu Kristo. Kwetu sisi Mungu amba hivi. Tegeza ni kimikia hii siya hizi mbili. Siya ya ugina na siya ya kufa. Sasa tisague wenye. Titongee siya hii. Ida siya zangamu netayo kifo na azabu ya Mungu. Iya siya ida Yesu tikaitongea ne itibuze kuda kwa tati tikuikiwako. Hambu Yesu kamba hivi, niye ne siya ndio imebuze kwa tati. Ndiya ntonge mimi nende abwe kwa tate.
tikabinda kweka zambi zetu tatongea siya ya Yesu, na Yesu ni siya ya ugima. Mtuda kuona sungu sana mwe msalaba, na mda mwe msalaba ni mkona kama siya sana na sutitongea. Basi kwa chambusa hicho cha kumtongea Yesu Kristu, sasa swiswi maisha yetu natanimatana sana. Tiemee kabisa ziyambu mbaya zose tizieke. Tesa kukosoa kitu chochose ambacho Kristu kakikunda. Kwa sababu Yesu atikunda, nasi katinabudi kumkunda kwa mioyo yetu yose. Na havi kabinda tuonyese ukundano kwa wezo wetu. Hata mtu akategosoa vibaya, siwe timgosoe vyedi. Vyose hivyo tada kuvigosoa kama tikatongea amri za Mungu. Na hiyo nesia ya kweli kabisa ya Yesu Kristo. Kwa sababu utavimanya ya kwamba Yesu kava maisha yakwe mwemsaba kwa sababu ya zambi zetu sisi. Sisi tikatongea siya ya Yesu Kristo, basi timanya ya kwamba yuda peho mngazi ingia memoyo yetu. Mwili wetu nechekao cha peho mngazi. Kama tikakundeke na sisi, katinatipate unyonge, wala katinatipate mbui zitisazooga. Basi, kwa chambusa hicho, yuda peho mngazi kapenda kuona wedi mwemeo yetu, andago suekia kitu kitana, monu mwili wetu. Mungu netati yetu. Mbui za kuza tifundisha, siya sana ida akunda yao yeye. Atamba hivi mwese kwa goha. Sasa vimanya ya kwamba katika gogoso kitu chochote kibaya. Mungu ne mkuu ya vitu vyose. Hatina budi kumtogoa. Afaigwa timuombe kia siku. Tada hakugombeka naye kama tigombeka vana mbuya zetu. Hatimuona lakini yeye ationa na hayu hamwe na swiswi. Tada hakumuombeza kia tombokaho na kia tigosoa ndima zetu. Kia tombokaho kama tikatamba hambuti heziko detu. Kia hao sete iho timombeze Mungu. Kia siku taomba Mungu kwa zinada Yesu. Basi tikagosoa hivi, sasa ndatipati kuona watuhu wakati tongea. Tiwafundishe wana wetu na mbuya zetu kumuombeza Mungu kwa namna inu. Basi tefundishe kia kintu tikundacho mwe kitabu kia cha Mungu. Na humvimanya kwamba kia siku tiwe tayari kuwafundisha wezu wetu wakundao. Yada maisha ya kipuna tiareke. Tese kusema ulimi, tese kubawa, na tese kutenda fitina. Kama tikabawa kitu cha muntu, tikivuze au timuihe mwenye. Kama tikataga kintu, tiave hesabu ya hatu sawasawa, tivuze pesangwa sawasawa. Sila zose nza Yesu Kristo, zose ntana. Yesu amanya watu wose watongeo nyayo zakwe. Basi ne yeye tu muambiza watu wose wamtongeo yeye.